Kwenye hii dunia leo kuna watu wako radhi kabisa hata uope masharti ya kuvua nguo na kutembea uchi ili tu wapate pesa. Wako tayari kukabiliana na masharti magumu ili tu wapate pesa. Lakini wengi wao hawako tayari kujishughulisha kwa kutafuta pesa zao kwa njia halali. Ndugu msikilizaji, karibu sana kwenye simulizi nzuri, simulizi ya kusisimua, simulizi inayokwenda kwa jina la Mlango wa Sirini. Mlango wa Sirini, na msimulizi wako Lee. Niite kama Lee. Naam. Basi tunaanza kama ifuatavyo. Baada ya kuhitimu masomo ya sekondari, Bombwe alifanikiwa kujiunga na masomo ya elimu ya juu, yani ngazi ya chuo kikuu katika chuo kimoja kilichopo jijini Dar es Salaam. Hivyo maisha yake sasa yalihamia rasmi jijini huko, kutoka huko nyumbani kwa mkoani. Ndugu, maisha ya Dar sio mchezo. Maisha ya Dar ni kujipanga na kupambana. Ndiyo, kupambana, kubali hali kwa sababu ya uchumi ukiwa chini, wewe kubali tu. Kubali hali kwa sababu ya uchumi ukiwa kwenye hali ya kati, wewe kubali tu, kwa sababu maisha ya kule ni tofauti kabisa na mikoa mingine. Lakini ukiwa na chanzo cha mapato, basi kidogo maisha umeyapatia. Lakini ukiwa hoi hai kama mimi, ndugu msikilizaji, kidogo unaweza kupata mushtake. Basi Bombwe alikuwa ni kijana wa kiume mwenye umri wa makamo na mwenye nishati tosha kabisa ya kufanya kazi mbalimbali za kiuchumi. Maisha ya Dar es Salaam kama yanavyojulikana si marahisi. Ndivyo ilivyokuwa kwa Bombwe. Alipata ugumu sana kupata pesa za kujikimu kwa sababu alikuwa akitegemea wazazi wake wampatie pesa ili aweze kuishi. Basi Bombwe alipofika jijini alipanga hostel karibu na mazingira ya chuo ili aweze kupata urahisi wa kutoka chuoni na kwenda sehemu yake ya kupumzikia. Maisha ya hostel ni kama maisha ya sekondari za bweni tu, kwani kuna vitanda vya daboleka, yani vile vitanda vya wanafunzi wanalala chini na wengine wanalala juu. Basi kutokana na hali ya maisha, kijana Bombwe aliamua tu kwamba aishi hosteli. Yani hakuwa na namna, kwa sababu hakuwa na uwezo wa kupanga chumba binafsi, ni gharama kubwa sana. Lakini si hivyo tu, hata kununua samani za ndani kama kitanda na kadhalika ilikuwa ni gharama kubwa sana, kwa hivyo alishindwa. Bombwe alikuwa akisoma masomo kwa ngazi ya stashahada, yani diploma, na kwa wakati huo hakuweza hata kupata nafasi ya kuomba mkopo serikalini, ingawaje kwenye kati hizi za siku hizo wanafunzi wa diploma nao wanaweza kuomba mikopo serikalini, ingawa sio wote. Swala la kuishi pasipokuwa na msaada wa mtu mwingine yeyote nje na wazazi lilimpa wakati mgumu sana Bombwe, kwa sababu akiwa na matumizi binafsi basi lazima awajulishe wazazi wake. Na wazazi wake sio watu wenye uwezo mkubwa, hapana, ni watu wenye uwezo mdogo tu. Basi Bombwe alipokwenda jijini Dar es Salaam alikuwa na nguo zake za kawaida sana, ambazo kwa watu wa mjini wakimtizama kwa haraka haraka wanamuona kama mshamba vile. Hii hali pia ilimtia huzuni sana baada ya kujiona kwamba yeye ni mtu fulani ambaye haendani na mazingira aliyopo. Maisha ya masomo yakaanza. Maisha ya kujitegemea pia yakaanza kwa kijana Bombwe. Na kwa sababu maisha yake yalikuwa ni magumu, alikuwa akilazimika kula mlo mmoja kwa siku. Yani Bombwe akishakula saa 7 mchana, hapo mpaka kesho ndo atakula tena. Hali ya mwili ilianza kumdhoofisha kwa kutopata mlo kamili, kwa sababu hakuwa anakula kwa wakati. Pia alikuwa akijihisi vibaya pale alipokuwa akiwaona vijana wenzie ambao hali zao za kimaisha zilikuwa ni nzuri kipesa, kwa sababu kuna baadhi ya wanafunzi wenzie chuoni walikuwa wakija na magari ya kifahari pale chuoni, walikuwa wakivalia nguo za thamani, walikuwa wakimiliki wanawake wazuri na vitu kadha wa kadha. Kwa hivyo Bombwe alikuwa akijihisi vibaya sana. Ndugu msikilizaji, ninaposema wanawake wenye gharama, naomba nieleweke. Hawa ni wale wadada wanaohitaji matunzo ya hali ya juu, kusuka nywele za kuunganisha kila baada ya wiki,
kubandika kucha, kubandika kope, nguo za gharama kubwa, vipodozi vya kila aina. Sasa hali yako kama ikishakuwa kama ya kwangu, basi hutoweza kuwamiliki, hutoweza kabisa, hutoweza. Ndivyo ilivyokuwa kwa kijana Bombwe, kwa sababu alikuwa ni mtu mzima na ni mwanaume, na si mwanaume tu, ni mwanaume kamili. Alitamani kuwa na mpenzi, lakini ilishindikana kwa sababu hakuwa na maisha ya kuwavutia wadada wa mjini. Kwa kule mjini, kijana Bombwe alionekana kuvutiwa sana na mwanadada fulani aliyeitwa Zaituni. Zaituni alikuwa ni mdada wa mjini haswa. Mambo yake yalikuwa ni mambo ya kimjini pia. Lakini si hivyo tu, huyo binti Zaituni kwao palikuwa ni huko jijini Dar es Salaam. Basi Bombwe baada ya kuonyesha nia ya kumtaka kimapenzi mwanadada huyo, akamwambia, Bombwe, acha kujisumbua, wewe sio type yangu. Hivi nikuulize swali, labda utanipa nini wewe mkaka? Wewe endelea tu kufanya mambo yako. Bombwe, achana na mimi, yani usijisumbue, kwa sababu nimeshaona muda mrefu dhamira na nia yako ya kunihitaji. Hutaweza kunipata, huna pesa. Kijana, tafuta maisha. Ndugu msikilizaji, hizi kauli ni kauli za kawaida sana kwa wadada wa mjini huko. Hata mimi yamkini nilishawahi kuambiwa kipindi hiko nikiwa nayahangaikia mapenzi. Haya bwana, tuendelee na simulizi yetu. Kijana acha akatawaliwe na wanawake wa mjini, itifaki kwamba wadada wa mjini mapenzi pesa, upendo wa dhati, basi peleka nyumbani kwenu. Maisha yakaendelea, miaka ikasonga. Bombwe alifika mwaka wa 3 ambao ndo mwaka wa mwisho wa masomo. Kijana akaona hapana, hawezi kuendelea kuishi hostel kwa sasa, anatakiwa aanze maisha ya kujitegemea ili baada ya masomo aendelee na maisha yake mengine. Basi Bombwe akaamua kupanga chumba cha bei rahisi, ingawaje ndani mwa chumba chake hiko hakuwa na kitu chochote zaidi ya godoro na vyombo vyake kadhaa vya kupikia. Kwa bahati nzuri, kijana Bombwe alikuwa na kipaji cha muziki. Alikuwa na sauti nzuri ya kuimba na ni mtunzi mzuri sana wa mashairi ya muziki wa kisasa. Bombwe alijitahidi pia kuikuza ndoto yake ya kuja kuwa mwanamuziki mkubwa hapa nchini kwetu. Basi siku moja kulikuwa na tukio pale chuoni alikokuwa anasoma Bombwe. Basi kulikuwa kuna event iliyoambatana na burudani mbalimbali, na Bombwe alipata bahati ya kushiriki, yani kufanya performance on stage, wenyewe wanaita live performance. Sauti nzuri na mashairi mazuri yaliwavutia wanafunzi wengi sana waliokuwa pale ukumbini, yani kiufupi ukumbi mzima ulivutiwa sana na kipaji alichoonyesha kijana Bombwe. Basi tangu siku hiyo Bombwe alipata umaarufu mkubwa sana pale chuoni, na idadi ya marafiki ikaongezeka baada ya kuonekana kuwa ana kitu cha ziada ndani yake. Basi kwenye kazi yake ya sanaa, Bombwe alijitambulisha kama B-boy, yani kwenye muziki wake huko alijitambulisha kama B-boy. Kwa hiyo kwenye kile chuo na mazingira jirani, jina B-boy likawa maarufu ghafla baada ya siku ile Bombwe kuperform kwenye stage kuonyesha kipaji chake. Basi baada ya siku hiyo Bombwe alibahatika kualikwa kwenye matamasha kadha wa kadha ya burudani, kutoa burudani ya muziki. Sasa kuna rafiki yake aliyekuwa akisoma naye pale chuoni. Yeye alionekana kuwa na uwezo kidogo wa kifedha. Yeye alikuwa kama manager wake, yani ni kama manager wa kumtafutia matamasha mbalimbali ili wapate pesa. Huyo rafiki yake aliitwa Frank. Basi kuna siku Frank akamwambia Bombwe, Bombwe, unajua wewe una kipaji kikubwa sana na rafiki yangu nakuwa na mbali sana ujue, lakini kuna jambo moja unafeli na unakwama yani. Na Bombwe akajibu, jambo gani hilo Franki? Sikiliza, hebu twende nikupeleke mahali. Baada ya kukupeleka huko mahali utanielewa nini ninachozungumza Bombwe. Unakuwa nyuma sana, hapa ni mjini. Mjini kuna baadhi ya vitu usipofanya basi huwezi kutoboa. Yalikuwa ni maneno mazito sana masikioni mwa kijana Bombwe. Lakini kutokana kwamba Franki alikuwa ni rafiki yake aliyetokea kumwamini,
Basi alimsikiliza na kumfuata. Huyu Frenki yeye alikuwa na gari, anamiliki, hata kama alikuwa bado anasoma, lakini alikuwa kama kajipata kwa namna fulani hivi. Baada ya siku kadhaa, Frenki akamchukua rafiki yake Bombwe na kumpeleka mahara fulani kwenye nyumba kubwa sana, nyumba ya kifahari. Frenki akasema, Bombwe, ndio hapa tumefika. Aya, twende ndani, usiwe na wasiwasi. Hiyo ilikuwa ni sauti ya Frenki ikisikika akimwambia Bombwe. Baada ya kuingia ndani, walikaribishwa vizuri kabisa, na punde akaja mtu ambaye alionekana ndiye mmiliki wa ile nyumba. Yule mtu alionekana kufahamiana na Frenki, lakini Bombwe yeye alikuwa ni kama mgeni tu. Basi yule mtu aliyewakaribisha akasema, vipi Frenki, mambo yako yanaendaje? Safi kiongozi, huyu ndo yule mtu niliyekwambia, ni msanii kama nilivyokuambia, ana kipaji kikubwa sana cha muziki, usimuone hivi. Naamini huyu rafiki yangu katika kazi zetu pia atatufaa sana. Bombwe, huyu ni Mr. Kalma, ni kiongozi wangu, ni mtu mzuri sana kama utaenda naye sawa. Basi kijana Bombwe hakuielewa ile kauli ya Frenki ya kusema kwamba ni mtu mzuri sana na kama ukienda naye sawa basi atakuwa ni mtu mzuri zaidi ya hapo. Bombwe aliitikia tu, ingawaje bado hakuelewa kitu, bado nini kitafuata baada ya hapo. Kisha Mr. Kalma akasema, karibu kijana, kama ulivyosikia mimi naitwa Mr. Kalma, mimi ni katibu wa chama. Nimefurahi kukuona kijana, nina taarifa zako kuwa una kipaji kikubwa sana cha muziki, na sisi tuko hapa kwa ajili ya kukupa mafanikio kama utakuwa tayari. Lakini kwanza nikuulize, unaweza kutunza siri? Kijana Bombwe alipatwa na sintofahamu pale alipoulizwa swali ya kwamba anaweza kutunza siri. Basi Bombwe akajibu, ndiyo, ninaweza kutunza siri. Mr. Kalma akaendelea kusema, sawa, najua kijana unatamani kuwa na maisha mazuri kama haya ambayo naishi mimi, au haya ambayo anaishi rafiki yako Frenki. Unatamani kuwa na pesa, na njia rahisi ya kupata hizi pesa na huu tajiri ni jambo dogo tu kama utakuwa tayari. Lakini kwa leo nisongee mengi sana, chukua hizi pesa. Hii ni milioni 50, utafanyia matumizi yako madogo madogo, alafu kesho utakuja ili tuweze kuongea vizuri kwa undani. Basi Bombwe alipatiwa milioni 50 na Mr. Kalma, huyo kiongozi wake Frenki, ili tu akafanyia mahitaji madogo madogo. Bombwe hakuamini amepewa pesa nyingi namna ile, milioni 50 eti kwa ajili ya kufanyia tu matumizi madogo madogo, na kesho arudi tena ili waweze kufanya mazungumzo sasa kiundani zaidi. Bombwe alihamaki sana. Hata wewe ndugu msikilizaji, imagine unapewa pesa nyingi, yani pesa nyingi, sio 5,000 10,000, hapana, pesa nyingi, alafu unaambia chukua hizi kwa ajili tu ya matumizi madogo madogo, alafu kesho njoo tutaweza kuongea vizuri. Yani ni kama unanunuliwa fulani hivi. Mungu wangu. Basi kijana Bombwe alizidi kustaajabu, yani anapewa pesa milioni 50 pasipo kufanya kazi yoyote ile. Kwanza alitaka kukataa, lakini rafiki yake Frenki alimsihi achukue tu na asiwe na wasiwasi wa aina yeyote. Basi baada ya hapo wakatoka na kuondoka. Njiani Bombwe alikuwa na maswali mengi sana kwa rafiki yake Frenki. Frenki, hivi yule ni nani haswa? Na hizi pesa zote kwa nini nimepewa? Na yule mtu ni nani haswa Frenki? Frenki alicheka sana na kumwambia, Bombwe, mbona una wasiwasi hivyo? Kuna mambo mazuri yanakuja mbele, la msingi wewe uwe tu mvumilivu. Yani usiwe na shaka na uwe na ujasiri. Milioni 50 mbona pesa ndogo sana? Utapata pesa nyingi zaidi ya hizo. Basi siku moja tu ilibadilisha maisha ya Bombwe, akaanza kung'aa na kupendeza. Pesa ni sabuni bwana.
na taratibu pesa ikaanza kumtakatisha na akaanza kuwa na muonekano wa kisanii, kwa sababu hapo mwanzo alikuwa akionekana kama mshamba, lakini siku hizi kadhaa basi Bombwe akawa na muonekano fulani hivi wa kisanii pale chuoni kwao. Baada ya hizo siku mbili basi Frenki akampeleka tena Bombwe kule kwa Mr. Kalma, na baada ya kufika Mr. Kalma akamwambia, sawa, nadhani kijana, umeona kidogo tu kwa jinsi gani sisi tulivyokuwa na nguvu ya kubadili tu maisha ya ulimwengu. Ni kuahidi tu siku chache za hapo mbeleni utakuwa tajiri na maarufu sana. Je, nikuulize swali, uko tayari? Bombwe alijibu kwamba yuko tayari. Basi Mr. Kalma akaendelea kusema, sawa, basi kuna taratibu za kujiunga na hii jamii yetu yenye kuwapa watu mafanikio. Sasa kwa sababu leo ndo umekuja, basi leo usiku tutaenda huko kujiunga rasmi. Usiogope wala usiwe na wasiwasi. Bombwe alizidi kuwa na wasiwasi. Je, hiyo ni jamii gani? Na huko kujiunga, je, kutakuwa na usalama kwake au la? Atajiunga vipi? Lakini akifikiria kuhusu zile pesa alizopewa na akaambiwa kuna zingine nyingi zaidi zile atapata, akijifikiria hilo swala, basi alipata ujasiri wa kuweza kukubali ile hoja ya Mr. Kalma na kujipa moyo kwamba ataweza tu hayo masharti. Kijana Bombwe, ukiangalia mafanikio anayataka, pesa anazitaka, kuwa mtu maarufu na kwenye tasnia yake ya muziki pia anataka, akajipa moyo na kuwa ataweza tu hayo masharti na hivyo vigezo vyote atakavyoambiwa. Basi usiku ulipoingia, watu watatu walitoka kwenye ile nyumba ya kifahari ya Mr. Kalma, yani namzungumzia Frenki, Bombwe pamoja na Mr. Kalma mwenyewe. Waliingia ndani ya gari aina ya Toyota V8, gari ya kifahari kabisa iliyokuwa na fulu kiyoyozi. Safari ikaanza kuelekea mahali ambapo kijana Bombwe alihitajika kwenda huko kujiunga na jamii ya watu fulani ili aweze kupata mafanikio. Basi walifika eneo hilo ambalo lilikuwa ni pembezoni mwa jiji, sehemu iliyokuwa tulivu kabisa isiyokuwa na makazi ya watu, mahala ambapo palijitenga peke yake. Ile sehemu ilikuwa inaogopesha sana, kwani hapakuwa na makazi zaidi ya hilo jumba tu peke yake. Jumba lilionekana kuwa kimya sana, kana kwamba ndani hapakuwa na watu waliokuwa wakiishi. Ile sehemu ilikuwa ni kimya sana, kimya kikitawala muda wote, na sauti za uvumi, upepo pamoja na ndege wanyekani ambazo walikuwa wakitoa sauti za kuogopesha kwa muda huo wa usiku. Basi baada ya kushuka kwenye gari, wakaingia ndani ya hilo jumba. Mule ndani hapakuonekana kuwa na mtu, palionekana kuwa kimya sana. Basi baada ya kuingia, Mr. Kalma pamoja na Frenki walivalia nguo kubwa iliyowafunika juu mpaka chini. Nguo ile ilikuwa ni joho jeusi lililowafunika juu kichwani mpaka kwenye paji la uso. Bombwe bado hakuelewa kabisa kwa nini wanavalia zile nguo. Yeye alipata wasiwasi, lakini aliendelea kujipa moyo. Basi walimpatia suti nyeusi avalie, hawakuvalia nguo sawa pamoja na yeye, kwa sababu Bombwe hakuwa bado mwanachama rasmi. Hiyo siku ndio siku ambayo alihitajika kwenda kujiunga na hiyo jamii. Basi baada ya kuvalia hizo nguo, ghafla akatokea kuku ambaye hakuwa na manyoya, kuku aliyepunyuliwa manyoya yote asiwe na nyoya hata moja. Yule kuku alitembea kuelekea uelekeo wa mlango mkuu wa kuingilia ndani. Mr. Kalma pamoja na Frenki walionyesha ishara ya kuinama, na pia waliinamisha vichwa vyao, na kutokea mwanga mkali mbele. Ghafla wakajikuta wako ndani ya jumba lingine tofauti na lile jumba la mwanzo waliloingia. Hilo jumba ambalo walilojikuta kwamba wapo huko ndani lilikuwa ni jumba ambalo kuna watu wengi sana waliovalia majoho meusi, nguo zile zile kama alizovalia Mr. Kalma pamoja na kijana Frenki. Wale watu walikuwa ni watu kama wanaabudu kitu fulani hivi,
yaani wakiwa kama kwenye ibada isieleweke ni ibada au ni nini walichokuwa wakikifanya. Basi ghafla akaja mtu mmoja ambaye alionekana kuwa kama ni mtu, yaani ni kibaraka wa mle ndani. Huyu mtu akasema, karibu sana kijana, wewe una sehemu yako ya kuketi, ipo huku. Aya, nifuate nikuonyeshe. Yule mtu alimfuata kijana Bumbwe moja kwa moja, kana kwamba alikuwa akimfahamu kijana Bumbwe, lakini hakuwa anamfahamu. Bumbwe alishangaa, huyu mtu amenijuaje na amejuaje kwamba mimi ni mgeni? Alizidi kustaajabu sana. Basi Bumbwe alionyeshwa mahali ambapo alitakiwa kuketi. Ilikuwa ni mahali tofauti kabisa na wale watu wengine, lakini ilikuwa ni mule mule ndani ya lile jengo waliopo wale watu wengine. Bumbwe aliketi huku akiwa na uoga wa hali ya juu, asijue nini kitafuata baadaye. Basi kwenye lile jengo kwa mbele, yani kwenye madhabahu, kulikuwa na sanamu fulani lisieleweke ni sanamu la binadamu au sanamu la mbuzi au sanamu la nyoka au sanamu la ndege au sanamu la nini, yani halikuwa sanamu linaloeleweka. Lile sanamu liliwekwa pale mbele na wale watu walionekana kama kuliabudu lile sanamu. Sanamu lilizungushwa na mishumaa iliyokuwa ikifufa moto. Kusema kweli, jengo liliogopesha sana, hata watu wa mlendani pia waliogopesha sana. Baada ya muda kadhaa akatokea mtu mbele ya ile madhabahu. Huyu mtu alikuwa kavalia mavazi kama ya wale watu wengine, lakini yeye kavalia mavazi yenye rangi nyekundu. Yule mtu alionekana kuwa ni kama kuhani hivi anayeongoza ibada, au nitumie lugha nzuri, au ni kama imamu anayeongoza ibada msikitini. Yule mtu aliongea lugha ambayo Bumbwe hakuielewa kabisa. Nadhani walikuwa wanaelewana wao kwa wao, kwa sababu Bumbwe alikuwa ni mgeni, hakuwa akielewa chochote pale. Basi baada ya kumaliza kunena ile lugha yao, wale watu wengine wote walionekana kuinama tena chini na kunyoosha ishara ya heshima. Na baada ya hapo wale watu wakaanza kutawanyika. Lakini walivyokuwa wakitawanyika, sio kwamba wanakuwa wanatawanyika wanaondoka, hapana. Wale watu walikuwa wanatawanyika kumzunguka kijana Bumbwe kutoka pale waliko. Bumbwe aliendelea kutetemeka kwa woga. Basi punde akaja Mr. Kalma. Ingawaje alikuwa kajifunika, lakini alikuwa akifahamika kama huyu ni Mr. Kalma. Akaja na makaratasi fulani yaliyoambatana na kalamu. Yule kuhani aliyevalia mavazi mekundu alionyesha ishara fulani iliyoashiria ni kama anatoa baraka kwa lile jambo. Baada ya hapo, Mr. Kalma alimwambia Bumbwe aweke saini kwenye zile karatasi. Huwezi amini, Bumbwe alianza kutetemeka kwa woga, akitamani hata akimbie aondoke, lakini ilishindikana. Bumbwe aliyekamata ile kalamu kwa woga wa hali ya juu kabisa na kuweka sahihi yake, pasipo kujua kwamba anaweka sahihi kwa ajili ya nini, anaweka saini ili iweje. Lakini akikumbuka dhumuni kuu lililompeleka kule ni kufuata utajiri, ni kufuata umaarufu na kufuata mafanikio, basi hakuwa na namna, aliweka saini yake. Baada ya kuweka saini kwenye lile jumba, mwanga ukatoweka na ghafla mpaka wanagiza totoro. Hapakuwa na mwanga kabisa. Basi zikasikika sauti za kuogofya sana pembezoni mwa kuta za lile jengo, na punde mwanga ukarejea tena. Wakaja vibaraka kama 5 wakiwa na mabilauli yenye vikombe mfano wa zile glasi ambazo zinatumika kunywea champagne, zile glasi za maukumbini huko. Basi wale vibaraka walimpatia glasi kila mmoja aliyekuwa mle ndani, na pia walienda mpaka kwa Bumbwe na kumpatia glasi. Zile glasi zilionekana kuwa na kitu kama kimiminika chenye rangi nyekundu ndani yake. Hapana, ile haikuwa juisi. Dhahiri kabisa ilikuwa ni damu,
Ndiyo, ni damu. Sasa haijulikani ni damu ya mnyama au ni damu ya binadamu, lakini Bombwe aliipokea ile glasi ingawa kwa woga wa hali ya juu kabisa. Basi Bombwe baada ya kuipokea ile glasi, Mr. Kalma akamwambia, kijana, kunywa, usiogope kabisa, usiogope. Wale watu wengine wote waliweza kunywa kile kimiminika pasipokuwa na shaka yeyote, lakini Bombwe alipata ugumu sana, kwani ndo ilikuwa ni mara yake ya kwanza. Lakini alijitahidi kunywa hivyo hivyo hiyo damu, na alipomaliza kunywa, wale watu walimpigia makofi kwa ishara ya kumpongeza. Na punde akaja yule kibaraka wa mara ya kwanza, yule aliyempokea na kumwonyesha mahali pa kuketi. Yule kibaraka akamwambia, sasa kijana, kuna mahali utaelekea, na huko mahali ukisikia tu sauti ya baragumu, basi muda huo utatakiwa kulala chini sakafuni, sawa? Kijana Bombwe akajibu, ndiyo, nimeelewa. Bombwe aliongozwa mpaka sehemu ambayo aliambiwa na huyo kibaraka wa mara ya kwanza, na kisha baragumu likasikika. Bombwe alifanya kama alivyoambiwa. Baada ya baragumu kusikika, alilala chini chali akisubiri kuona nini kitafuata. Basi wakaja watu kama 5 wengine wakivalia mavazi yale mekundu, mavazi kama ya yule kuhani, lakini sio yule kuhani, ni watu wengine 5 wakivalia mavazi kama ya yule kuhani, nyuso zao zikijificha zisionekane. Wale watu wakaja wakinena lugha isiyoeleweka. Wale watu walivyokuja wakimnyoshea kijana Bombwe mikono kwenye paji la uso, na baada ya muda akaambiwa ainuke, na Bombwe akainuka. Baada ya hapo, yule kibaraka ambaye alikuwa ni wa kike akamwambia, sasa utakapokuwa unakuja huku ni lazima uvalie hili joho. Kwenye lango kuu utatakiwa kuinamisha kichwa kama ishara ya kutoa heshima, na ndipo utaweza kuingia huku ndani, sawa? Na taratibu zingine basi utaendelea kuzifuata na kuzifahamu kidogo kidogo kwa kadiri siku zitakavyokuwa zinazidi kusogea mbele. Bombwe siku hiyo alikabidhiwa rasmi mavazi meusi, mavazi kama ya Mr. Kalma, mavazi yaliyokuwa mithili ya joho fulani hivi kubwa lenye kofia juu. Basi kati ya wale makuhani 5 waliomnyoshea mikono Bombwe, akaja mmoja wapo na kumkabidhi pete 3 tofauti. Pete moja ina rangi ya blue, pete nyingine ina rangi ya kijani, na nyingine ina rangi nyekundu. Na akamkabidhi pete nyingine 3 zenye rangi ya silver, ambazo zilikuwa na michoro yenye kumaanisha jambo fulani. Kwa hivyo jumla Bombwe alipewa pete 6. 3 zina rangi moja, 3 zina rangi tofauti tofauti. Baada ya hapo akafika Mr. Kalma pamoja na Frank ili waondoke. Baada ya muda wakajikuta wako nje ya lile jengo ambalo mwanzoni kabisa, yani waliloingilia mwanzoni kabisa, tofauti na lile jengo ambalo walijikuta wapo kwa mara ya pili. Bombwe aliangalia simu yake na kustajabu sana baada ya kuona ni siku 7 zimepita tangu waingie mle ndani, kwani kabla hawajaingia kalenda ya simu ilikuwa inasoma tarehe 8 ya mwezi wa 3, lakini kwa muda ule ambao wametoka kalenda ya simu ikawa inasoma tarehe 15 ya mwezi wa 3. Ukipiga mahesabu hapo ni siku 7 zimepita, yani wiki nzima. Alishangaa sana, yani kitendo cha kuwa mule ndani kwa dakika kadhaa tu ni siku 7 zimepita. Basi wakapakia kwenye gari tayari kwa ajili ya kuondoka. Na ndani ya gari Mr. Kalma akasema, sasa kijana, umejiunga rasmi na jamii yetu. Kama nilivyokujuza, yani kama nilivyokuambia hapo awali kwamba uwe msiri, usiseme kwa yeyote mambo yote ambayo utakuja kuyaona huko. Kama ukikiuka haya masharti na ukitaka kusema hata kabla hujasema, utakiona cha mtema kuni. Lakini sikutishi na kuambia kweli, kikubwa masharti mengine basi utaendelea kuyajua taratibu taratibu. Na umeliona hili begi?
ili begi tumetoka nalo mle ndani, lichukue, humu kuna milioni 150 ni za kwako. Hizi ni kwa ajili ya kuanzia maisha. Zile milioni 50 nilizokupa juzi ni kwa ajili tu ya kujikimu kwa siku kadhaa, lakini hizi milioni 150 ni kwa ajili ya kuanzia maisha. Basi kwa wakati huu Bombwe alikuwa na ujasiri fulani, akakubali kulichukua lile begi, na kisha Mr. Kalma akaendelea kusema, sawa, zile pete 3 za mara ya kwanza ulizopewa hutakiwi kuzivaa huku nje, utazivaa ukiingia mule ndani tu. Yani zile pete 3 zenye rangi nyekundu, yenye rangi ya kijani, pamoja na ile pete yenye rangi ya blue kama sijakosea. Hizo unatakiwa kuzivaa ukiwa unaingia mule ndani tu, lakini zile pete zingine zile za silver, zile utazivaa kwenye matukio yako ya muhimu, yani zile sehemu za kuonekana, kama kwenye matamasha, kwenye vikao vikubwa, au kwenye sehemu zozote zile ambazo utakuwa unaonekana na watu wengi. Ndugu msikilizaji, baada ya hapo Bombwe jina lake lile la usanii, yani B-boy, likawa jina nguli sana mjini, kwa sababu alitoa wimbo wake mmoja na ghafla ule wimbo ukawa maarufu sana, na kila akipita mtaani anasikika yeye tu Bombwe na unasikika wimbo wake. Vyombo vya habari mbalimbali vilitaka kumhoji kuhusiana na hatua yake kubwa ya tasnia ambayo ameifikia ghafla sana, akiwa ni kijana mdogo lakini mwenye pesa nyingi na mwenye mafanikio makubwa ya haraka sana. Lakini bila kusahau zile pesa alizopewa alizitumia, lakini cha ajabu zilikuwa haziishi. Kila akizitumia ndivyo zinavyozidi kuongezeka. Safari hii Bombwe alihama kabisa kwenye nyumba ya kupanga. Alienda kupanga kwenye apartment nzima, yani alipanga, nianza kusema kama nyumba nzima hivi na vitu vyake vya ndani. Sasa umaskini kwa kijana Bombwe umefika tamati, na ghafla kiufupi alianza kuwa wanasema tajiri. Sawa bwana. Nyimbo zake Bombwe zikaanza kutrend, zikaanza kwenda mjini. Nyimbo zake zikaanza kumpa umaarufu na kumuongezea pesa nyingi sana. Wakati huo akishirikiana na rafiki yake Frankie kwenye kazi ya sanaa. Kama nilivyosema, huyu Frankie alikuwa ni rafiki yake, lakini alikuwa akiact kama manager wake, kumtafutia matamasha, kumtafutia sehemu mbalimbali za interview, sehemu mbalimbali za matangazo, sehemu mbalimbali za kuingizia pesa pia. Basi Bombwe akifika chuoni alikuwa akifuatwa na watu wengi sana ili wapige naye picha, hata kuchukua namba zake za simu, itifaki kwamba ameshakuwa maarufu na ana pesa. Wadada ndio walioongoza kumshobokea Bombwe kwa safari hii. Yani wadada kila wakimwona B-boy wanahisi kama kuchanganyikiwa. Siku si nyingi baadaye Bombwe aliweza kununua gari aina ya BMW ili afanyie, yani awe anafanya kama usafiri. Sasa Bombwe akawa na mafanikio yale kama aliyokuwa nayo kijana Frankie. Na baada ya kununua gari aina ya BMW, wadada wa chuoni walizidi sana kuchanganyikiwa. Wamesahau kwamba mwanzoni walikuwa wakimkataa. Basi Frankie akamwambia Bombwe, B-boy, kuna collab nimeiandaa, kwa hiyo unatakiwa kufanya wimbo fulani na msanii mkubwa sana wa hapa nchini. Na huyo msanii ameomba kukuingiza kwenye kundi lake la muziki, yani kwenye lebo yake. Kwa hiyo kesho itabidi twende huko kuonana naye huyo msanii mkubwa. Na kesho yake ilipofika, Frankie pamoja na Bombwe walielekea huko kwa huyo msanii mkubwa ili waweze kwenda kushirikiana naye, kwa sababu Bombwe alikuwa tayari na yeye jina lake limeenda viral, yani amekuwa ni mtu maarufu katika tasnia ya muziki na burudani kwa kishindo kikubwa sana. Basi Bombwe alifuata masharti kama alivyoambiwa, ya kwamba zile pete 3, zile pete za silver anatakiwa kuzivaa kwenye sehemu za kuonekana. Na kwa sababu alikuwa akienda kwa huyo msanii mkubwa, aliamini huko ataonekana, akazivalia zile pete zake 3.
Basi walipofika nyumbani kwa huyu msanii mkubwa ili waweze kuongea naye, basi Bombwe cha kwanza hakujua huyu msanii mkubwa ni nani. Walipoingia tu ndani ya nyumba, huyu msanii mkubwa alionekana pale akitoka na kuwakaribisha. Bombwe hakuamini kabisa macho yake baada ya kumuona yule msanii mkubwa. Yaani huyo msanii mkubwa ni mtu ambaye Bombwe aliishia kumuonaga tu kwenye TV na kumsikiliza redioni, lakini hakuwahi kuonana naye hata siku moja. Leo hii amekutana naye mubashara kabisa. Lakini jambo lililomshangaza zaidi Bombwe, alivyomwangalia yule msanii mkubwa, aligundua kuwa na yeye amevaa pete zile zile kama alizopewa kule na wale watu wa jamii ya Sirini. Inamaanisha kwamba hata huyo msanii mkubwa, kwamba na yeye ni mmoja wapo kati ya wale watu waliokuwa kwenye hiyo jamii ya watu wa Sirini. Ni dhahiri kabisa huyo msanii mkubwa na yeye ni mmoja kati ya wanachama wa hiko chama ambacho kiongozi wao kwa pale ni Mr. Karma. Basi kusema kweli Bombwe alistaajabu sana baada ya kuona yule msanii mkubwa amevalia zile pete, lakini pia baada ya kuonana yani mubashara na huyo msanii mkubwa. Sawa, wakaanza mazungumzo ya kuanza kukubaliana kuanza kufanya kazi pamoja, kufanya kazi ya muziki wakiwa kama timu moja. Wimbo ukaandaliwa na siku chache baadaye ule wimbo ukatoka kati ya Bombwe na huyo msanii mkubwa. Ulitoka wimbo wa kusikiliza pamoja na wimbo wa kutizama, yani video music. Hapa sasa rasmi jamii kwa ujumla ikaanza kumjua B-boy, yani kijana Bombwe, na umaarufu ukaanza kuzidi kuwa umaarufu uliokithiri viwango baada ya kushiriki kazi ya muziki na huyo msanii mkubwa. Sasa Bombwe akawa nguli kwenye tasnia ya muziki na akawa ni mtu maarufu sana. Ukiangalia ana nguvu ya ziada inayomsaidia kuvuta pesa na nguvu ya ziada inayomsaidia kumpa umaarufu. Bombwe alizidi kuitikisa nchi kwa ghafla sana. Bombwe hakuwa hata na muonekano wa utanashati, lakini huwezi amini, baada ya kuanza kushika pesa na kuwa maarufu, wadada wengi wa mjini wakaanza kumuona handsome boy wa maana kabisa. Hususa wale wadada waliokuwa wakimkataa ndio waliokuwa nambari moja kabisa kwenye kumfuata na kumshobokea Bombwe. Bombwe alipanga kusitisha masomo ingali kwamba ndo alikuwa anamalizia mwaka wa mwisho, lakini aliona kama masomo yanampotezea muda. Aliamua kujikita kufanya kazi zake za sanaa. Aliamua kujikita kutafuta pesa. Ingawaje alibakisha muda kidogo tu ili aweze kumalizia masomo yake ya chuoni. Sasa kama hela anazo, umaarufu wanao, anasoma ili iweje? Hiyo siku ambayo alikwenda chuoni kufanya harakati za kusitisha masomo, kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri alikutana na yule dada aliyeitwa Zaituni, kama unamkumbuka ndugu msikilizaji. Yule dada ambaye aliyemkataaga kipindi cha nyuma, kipindi akiwa hana pesa. Yule aliyemwambia kwamba kijana achane na yeye, kijana atafute pesa. Huyo binti Zaituni akasema, mambo B-boy, siku hizi simu zetu hupokei na message zetu unablotiki. Bombwe akamjibu, hebu acha kuleta maneno yako, mbona unaleta wingi? Wewe sema kwamba nakublotiki na sio kuleta uwingi wa watu eti kwamba na wablotiki. Alafu wewe umalaya wako ukaufanyie huko, sio kwangu, na kuomba nipishe Zaituni, achana na mimi. Bombwe alitoa kauli ya kishujaa na Bombwe alimkataa Zaituni, ambaye Zaituni alimkataa mara ya kwanza. Jamani, wadada wakiona umepata pesa ndo wanaanza kidogo kukuona maana, lakini kipindi hauna kitu basi wanakudharau. Haya bwana. Mwanadada Zaituni acha ajibiwe shombo na kijana Bombwe, kwa sababu mara ya kwanza alimkataa, eti sasa hivi anamfuata kwa sababu ana pesa. Wanawake wa mjini bwana. Haya bwana. Baada ya kusitisha masomo akaendelea na kazi yake ya sanaa mjini. Siku zilizidi kwenda, kijana tamaa ya kuzidi kuwa na pesa ikazidi kumjaa, na kijana tamaa ya kuzidi kuwa mtu maarufu ikazidi kumjaa pia. Bombwe akawa ni mtu wa anasa. Bombwe akawa ni mtu wa kubadili wanawake. Bombwe akawa ni mtu wa pombe na vilevi vya kila aina. Kifupi, alikuwa ni mtu wa kufanya starehe zote unazozijua wewe hapa duniani.
Sasa mfukoni kama pesa ipo, kwa nini asibadili wanawake kama nguo? Kama mfukoni pesa ipo, kwa nini asiwe mtu wa anasa? Lakini bila kusahau na kule kwenye ibada za kishetani akawa ni mzoefu na sio mgeni tena. Yaani akawa anakwenda mara kwa mara kufanya zile ibada. Na baada ya kuzizoea pesa, ukafika muda Bombwe halitakiwa kutoa sadaka kule kwenye jamii ya sirini, ili huu mlango wa siri uzidi kufunguka kwake. Yaani alitakiwa kutoa kafara. Alienda tena kwenye ibada na kuhani mkuu akamwambia, sasa utakwenda, lakini tunakupa muda, unatakiwa kutoa kafara na ole wako uzidishe muda utakaopewa. Sawa? Yani unapewa muda, unatakiwa kukamilisha kafara, na huu muda ni ndani ya siku 7 kuanzia hivi sasa. Zisipite siku 7. Unatakiwa kuleta mtoto mchanga hapa. Unatakiwa kuleta damu ya mtoto mchanga, mtoto ambaye kazaliwa hajamaliza siku 7. Yani baada ya kuzaliwa ana siku 1, siku 2, siku 3, siku 4. Yani baada ya kuzaliwa zisipite siku 7. Yani mtoto ambaye mchanga kabisa, damu yake inahitajika hapa, ili mlango asili uzidi kufunguka kwako. Nadhani umenielewa. Sasa yule kuhani mkuu alimpatia Bombwe yai. Alimpatia yai mithili kama yai la kuku ama yai la bata, na kisha akamwambia, chukua hili yai na utaliweka humu kwenye mfuko. Hili yai unatakiwa kwenda nalo huko ambapo unakwenda kutafuta hii kafara. Hakikisha kwamba hili yai halipasuki, na utakapolipasua tu basi na maisha yako ndiyo yataishia hapo hapo. Lakini si hivyo tu, hili yai kama zikipita hizi siku 7 ambazo unatakiwa kuleta kafara hapa ya damu ya mtoto mchanga, basi yai litapasuka lenyewe. Kijana Bombwe alipewa sharti la kutafuta damu ya mtoto mchanga ili iweze kutolewa kafara. Kumbuka, tayari ameshaonjeshwa utamu wa pesa, tayari ameshaonjeshwa utamu wa maisha mazuri. Kwa hivyo hakuwa na namna. Basi kuhani akaendelea kusema na kukumbusha kijana, siku zikipita ambazo umepewa, hilo yai litapasuka lenyewe, na hapo cha moto utaweza kukiona. Basi Bombwe akawa na msongo wa mawazo. Atapata wapi huyo mtoto mchanga na atampataje? Basi kama angeweza kutoka kwenye ile jamii, basi angeweza kufanya hivyo mara moja, lakini ilishindikana kwa sababu tayari alishakuwa nguli na tayari alishakuwa mwanachama rasmi. Kwa hivyo hapakuwa na namna yoyote ya kuweza kujiengua. Lakini si hivyo tu, ukiangalia yeye tayari ameshakuwa msanii mkubwa, ana pesa, ana jina, ana nyadhifa. Ni kweli alirudi kwenye umasikini? Hapana, hapana kabisa. Wazo likamjia ya kwamba aanze kwenda hospitali, yani kule Reba ambapo kuna wodi ya wamama wajawazito, pengine anaweza kufanya ubadhirifu wa kuweza kupata mtoto mchanga. Basi Bombwe alipanga kwenda kusema uongo ya kwamba anahitaji mtoto mchanga wa kuweza kumlea. Yani aende kule kwenye wodi za wamama wajawazito aombe mtoto wa kwenda kumlea, wanasema adoption. Basi baada ya kufika kwenye hospitali na baada ya kueleza shida yake hiyo, daktari akamwambia, sawa, lakini ndugu yangu, hilo ombi lako sio baya, lakini ni lazima upitie utaratibu wa kisheria, ambapo utaratibu unasema kwamba ni lazima karatasi ipitie kwenye ofisi ya mwanasheria, lakini manispaa, lakini si hivyo tu, ipitie serikalini. Basi Bombwe akasema, sawa daktari, kwa hivyo nifanyeje? Daktari alimshauri kwamba afanye kitu kinachoitwa kuasili, yani adoption kwa Kiingereza. Basi baada ya kufanya hiyo adoption, wazazi wanatakiwa kuthibitisha, yani wazazi wa huyo mtoto ambaye ndo atazaliwa hapo, yani kwamba wakubali huyo mtoto wao achukuliwe na Bombwe ili aweze kwenda kufanyiwa malezi. Basi Bombwe akasema kwamba ili jambo mbona kama litachukua muda mrefu sana, yani jambo la kwenda kupitia kwenye halmashauri ya wilaya, sijui serikalini, kwa mwanasheria, sijui kituo cha polisi, mambo ni mengi, anahisi kabisa jambo litachukua muda mrefu. Kumbuka, muda huo zilikuwa zimebaki siku 2 tu
ili zile siku 7 alizoambiwa na yule kuhani mkuu ziweze kuisha. Kumbuka hizo siku 7 kama zikiisha na kama hajaitimiza hiyo kafara, basi cha moto ataweza kukiona. Basi akaanzia kwenda kwa mwanasheria, akafanikisha siku ya kwanza. Siku hiyo hiyo akaenda kwa wale wanaita ustawi wa jamii sijui, akafanikisha. Na mtu wa mwisho kabisa kuweza kusaini hiyo barua ya kuweza kukamilisha ili ampate huyo mtoto mchanga ni inspector ambaye ni askari polisi. Sasa hapa kwa huyu askari polisi ndiye aliyemchelewesha swala lake la kusaini ili aweze kukabidhiwa mtoto. Alifika kwenye kituo cha polisi, askari muhusika kwenye dawati maalum akasema, kijana, hili swala sio swala la haraka kama unavyofikiria. Unatakiwa kuwa mvumilivu na mwenye subira. Huwezi kukamilisha barua leo kwa leo na ukapatiwa mtoto. Kwa hivyo kaa tulia, barua yako inapitiwa na utapigiwa simu ili uweze kuchukua barua na uende kuweza kukabidhiwa huyo mtoto. Ndugu msikilizaji, kumbuka siku zinazidi kwenda mbele. Siku zinazidi kusogea. Hapo alipewa siku 7 na hii zimebaki siku 2. Hajakamilisha swala zima la kumpata huyo mtoto. Basi alipoona maji yamemfikia shingoni, Bombwe hakuwa na namna, kwa sababu kibindoni, kumbuka, ana milioni 400 alizopewa na yule kuhani mkuu za kwenda kumsaidia kwenye harakati zake za kumtafuta huyo mtoto ili aweze kufanywa kafara. Basi ushauri wa haraka haraka kwenye halmashauri ya kituo chake ukamjia na kwamba aende kwa yule inspector akamuhonge milioni 200 ili aweze kuruhusu ile barua haya haraka haraka aende huko kwenye reba aweze kupatiwa mtoto. Kumbuka huyu mtoto alikuwa anamtaka sio kwa ajili ya kumlea, hapana. Huyu mtoto alikuwa anamtaka kwa ajili ya kwenda kumtoa kafara. Basi hiyo siku, kesho yake, ambapo ndo imebaki siku 1 tu ili zile siku 7 zikamilike. Baada ya kufika kituoni na milioni 400 zake mkononi, basi Bombwe akamwambia yule askari, naomba funga mlango kwanza. Basi yule askari akaweza kufunga mlango, lakini si hivyo tu, akamuomba pia afunge na madirisha. Basi yule askari akafunga na madirisha. Bombwe akaanza kujielezea, naomba nikwambie tu ukweli afande. Kwanza sihitaji mtoto kwa ajili ya kumlea. Yaani hapana, sihitaji mtoto kwa ajili ya kumfanyia sijui malezi, adoption, hapana. Nahitaji mtoto kwa ajili ya kumtoa kafara. Na kule nimeambiwa huyu mtoto lazima awe mtoto wa kiume. Na si mtoto wa kiume, lazima awe mtoto ambaye hajamaliza siku 7 baada ya kuzaliwa kwake. Na hapa nilipo nimebakisha siku 1 tu ambayo ni kesho. Kwa hivyo chukua hizi milioni 200 ili uweze kunisainia hii karatasi niende leba niweze kukamilisha hili swala la kupata huyo mtoto. Yaani kiufupi Bombwe aliweza kujimaliza wote. Aliweza kuelezea mambo yake yote ya kwamba kwa nini anahitaji huyo mtoto. Ndugu msikilizaji, kwa bahati nzuri huyu askari alikuwa ni mwenye busara na hekima. Alikuwa ni mama hivi, mtu mzima. Akamsikiza kwa makini na kumsikitikia sana. Kiufupi afande alistaajabu sana baada ya kusikia maneno yale kutoka kwa kijana yule ambaye alionekana mwenye tamaa za fedha na mafanikio ya haraka haraka, mpaka kukubali masharti yale magumu ya kukubali kwenda kumtoa kafara mtoto mchanga ambaye ndo kwanza ana siku 7 baada ya kuzaliwa. Basi Bombwe akaendelea kusema, umeona haya mabegi? Haya mabegi mawili yana milioni 400. Sasa chukua hili begi lina milioni 200. Nakuomba nisaidie, niko chini ya miguu yako. Niko chini ya miguu yako. Nakuomba nisaidie. Nitilie saini ili niweze kwenda leba, niweze kupata wanasema nini? Yaani niweze kuthibitika kwa lugha rahisi. Niweze kuthibitika kuweza kumchukua huyo mtoto. Yule askari akamwambia, kijana, nakuonea huruma sana. Wewe ni kijana mdogo mwenye nishati ya kufanya kazi za halali na kupata pesa ya halali. Kwa nini umeamua kujiingiza kwenye mambo ya kishetani kama hayo? Bombwe alionyesha kabisa kuchanganyikiwa kwa sababu tayari naye askari kamkataa kabisa. Sasa askari akaendelea kusema, sikiliza, hii barua yako naichana hapa hapa. Hutompata mtoto wa aina yoyote. Hutompata. Naichana hapa hapa, na kuanzia sasa likitokea tukio lolote ambapo kuna mtoto amepotea kwenye mazingira ya kutatanisha, suspect wa kwanza utakuwa ni wewe.
na sheria itaweza kuchukua mkondo wake. Haya, toka nje. Si tu kuchanganyikiwa, Bombwe halihisi kuwa chizi kabisa. Basi kesho yake, ambayo ndio siku ya mwisho, suala la kufuata utaratibu lilikuwa limeshindikana. Basi Bombwe alichoamua ni kwenda leba. Alipanga kumlagai yule mkunga mmojawapo ambaye anahusika na mambo ya kuzalisha, ili aweze kumfanikisha jambo lake. Ndugu msikilizaji, kule leba haya mambo sisemi kwamba yanatokea, lakini kuna possibility ya kutokea ya kwamba mtu unazaa mtoto wako, alafu mtoto wako unaweza kubadilishwa mtoto, kumbe mambo yanatokea jamani. Kwa hivyo Bombwe alipanga kabisa kumuhonga pesa yule mkunga, ili aweze kumuhonga kama mtoto akizaliwa kwa siku ile, basi ifanyike namna aweze kukabidhiwa Bombwe, yani mtoto apitishwe juu kwa juu, chini kwa chini. Mkunga alipewa kiasi cha shilingi milioni 100. Kwake zilikuwa ni nyingi sana na alikubali. Basi kumbuka, hiyo ilikuwa ni siku ya mwisho. Na hiyo siku ilikuwa ni siku ya ibada kule kwenye jamii za siri, na alitakiwa aende kushiriki hiyo ibada kama kawaida, na si kwenda, alitakiwa aende kule akiwa kaikamilisha hiyo kafara ya mtoto mchanga. Na kwa hivyo sasa ile siku Bombwe hakwenda kule ibadani. Ile siku ya mwisho akaamua kwenda tena hospitali, yani kule ambapo ameshamuonga yule mkunga, yule mzalishaji yule, na kumuuliza nesi kwamba swala lile limefikia wapi la kuweza kupata mtoto. Yani je, kuna mama amekuja amejifungua mtoto wa kiume kapatikana au la? Bahati nzuri ile siku kulikuwa kuna mwanamke anajifungua. Bombwe alitabasamu na kufurahi sana, maana ndio siku ya mwisho katika deadline yake. Lakini Bombwe alikufa moyo na kukata tamaa na kukatika maini kabisa baada ya kuambiwa kwamba ndiyo ile siku kuna mtu alikuwa anajifungua, lakini mtoto aliyezaliwa ni mtoto wa kike na sio mtoto wa kiume. Ndugu msikilizaji, kumbuka mtoto aliyetakiwa kwa ajili ya kafara ni mtoto wa kiume ambaye hajamaliza siku 7 baada ya kuzaliwa. Bombwe alivurugwa sana na alichanganyikiwa sana zaidi ya sana. Akarudi nyumbani kwake asijue nini cha kufanya. Kumbuka tena ndugu msikilizaji, Bombwe aliambiwa na kuhani mkuu wa kule kwenye jamii ya siri, kule ambapo ndo kapata mafanikio, kule ambapo ndo kapata jina, kule ambapo ndo kapata pesa, kule ambapo ndo kapata utajiri. Kaambiwa kwamba ndani ya siku 7 ni lazima atoe kafara ya damu ya mtoto yeyote yule mchanga wa kiume ambaye hajamaliza siku 7 baada ya kuzaliwa kwake. Sasa hii ndo siku ya 7 na zoezi lake limekwenda kuferi. Kumbuka alipewa yai, ilo yai ambalo alitakiwa kulishikilia na bado analo mpaka sasa hivi, na aliambiwa kwamba ili yai siku 7 zitakapokwisha tu na haujakamilisha hii kafara yako, basi yai litapasuka papo hapo na cha moto utakiona. Ndugu msikilizaji, hizo zinaitwa ni mali za masharti. Yani unapata utajiri lakini hauna raha nao, unapata mali lakini hauna furaha nazo. Aya, basi usiku ule hakupata usingizi kabisa. Bombwe alikuwa ni mtu mwenye kulia kwa uchungu baada ya kushindwa kukamilisha masharti aliyoambiwa ya kupeleka damu ya mtoto mchanga kwa ajili ya kafara. Basi majira ya saa 6 usiku, wakati yuko ndani mwake, alishangaa kuona kama yuko kwenye giza nene, na sauti inamwambia, umeshindwa kukamilisha masharti, sasa twende ukapate kinachowapata wapuuzi kama nyie msiotaka kukamilisha masharti yetu. Ilikuwa ni sauti nzito ambayo haijulikani ni wapi inakotokea. Ilikuwa ni sauti nzito yenye kuogofya sana. Bombwe akapata maumivu makali sana ya kichwa yaliyomfanya aanze kutoa damu mdomoni, masikioni na puani. Maumivu aliyoyapata yani ni maumivu ambayo hakuwahi kuyahisi tangu kazaliwa, yani tangu kuzaliwa kwake. Na punde alijikuta yuko uchi wa mnyama, amefungwa kamba miguuni na mikononi, asijue wapi aliko. Muda huo huo yakatokea majitu mawili yenye kutisha na kuogopesha. Yale majitu yakasemezana kwamba yamkate ulimi kama utaratibu unavyotakiwa, na ndipo aende huko
kupata adhabu na mateso mengine. Mungu wangu, Bombwe alitakiwa kukatwa ulimi kwanza kabla ya mateso na adhabu zingine. Kumbuka, alikuwa nyumbani kwake na ghafla alipata maumivu makali ya kichwa. Alihisi maumivu makali kama roho inatoka. Damu zilimtoka masikioni, mdomoni pamoja na machoni pia. Yaani kwenye milango yote ya fahamu damu zilimtoka. Muda huo huo akazima ghafla, na baada ya kuzima ndo akajikuta yuko hiyo sehemu ambapo hajui wapi alipo. Basi ndugu msikilizaji, kijana Bombwe kwa kule duniani inaonekana kama tayari amefariki na mazishi yake yamekwisha fanyika tayari. Lakini kwa uhalisia Bombwe hakufa. Kumbe kifo chake kilikuwa ni kiini macho tu. Yaani wale watu wa jamii ya sirini wamemchukua baada ya kushindwa kuufungua mlango asili wa mafanikio, ambapo mlango asili ulitakiwa kufunguka kwa damu ya mtoto mchanga, ambapo ndo wameshindwa sasa kukamilisha hayo masharti. Basi kule duniani wanaamini walizika mwili, lakini kumbe hapana, wamezika kitu kingine na sio mwili wa Bombwe, kwani Bombwe bado yuko hai na sasa yupo kwenye jamii ya mashetani akitumikia kifungo na adhabu. Kwa nini kashindwa kukamilisha masharti aliyotakiwa kuyafanya? Kwa nini hakufanikisha swala la kupeleka damu ya mtoto mchanga ili itolewe kafara, ingali kwamba pesa alishapatiwa, umaarufu alishapatiwa, na maisha mazuri alishapatiwa na jamii ya kishetani? Sasa kwa nini hakufanikishwa kufuata masharti yao? Ama kweli mshahara wa dhambi, ndugu, ni mauti. Basi huko aliko Bombwe kulikuwa kuna vijana wengine 4 wakiwemo, yani vijana 4 ambao na wao yamkini walishindwa kufuata yale masharti, ambapo walipewa, sijajua kama ni masharti yale yale au masharti tofauti, lakini kwa ile siku vijana 4 walitupwa katika hiyo jamii, walipelekwa huko kwa ajili ya kutumikia kifungo. Na miongoni mwa hao watu 4 alikuwemo rafiki yake wa karibu sana Frenki. Yaani jumla walikuwa watu 5 ambao hawakufanikisha masharti waliopewa na jamii ya kishetani pindi walipokuwa huko duniani. Bombwe alistaajabu sana baada ya kumwona Frenki rafiki yake. Kwa hivyo na yeye Frenki kule duniani anaonekana kama amekufa. Kwa hiyo na yeye Frenki kumbe alipewa masharti ya aina yake na ameshindwa kuyafanya masharti. Lo! Basi wote walijiuliza maswali kuwa ile sehemu ni kuna nini huko, na nini kitafuata, na nini hatima ya maisha yao. Lakini maswali yao hayakuweza kujibiwa hata kidogo, hayakuweza kujibiwa. Basi lile jitu ambalo lilikuwa linawaongoza likasema, hili shimo watu ndo wanatupwa, wale ambao siku zao za kufa zimefika. Yaani walichukuliwa na kupelekwa sehemu. Kabla ya kufika sehemu, wakaonyeshwa sehemu moja ina shimo kubwa sana. Shimo lililokuwa kubwa lisieleweke ni shimo ambalo mwisho wake ni wapi. Sasa hilo jitu ambalo halieleweki kama ni binadamu, mzimwi au shetani, likawaambia kwamba hili shimo ndilo shimo ambalo watu kama nyie mkija kufa, siku zenu zikifika, basi mnatupwa humo. Yaani hili ndilo kaburi lenu la milele. Ndugu msikilizaji, si unaona ya kwamba kumbe kule wanaenda watu wazima kabisa? Yaani ngoja nifafanue hapa kidogo. Kwa mfano wewe msikilizaji umekufa leo, pengine Mungu hakupanga wewe ufe, inamaanisha kwamba haufiki kwa Mungu moja kwa moja. Kuna sehemu unapitia, ndo huko sasa. Natumia kama mfano ndo huko sasa. Kwa hivyo huko liko siku zako ambazo Mungu kakupangia ufe, zikifika ndo utakufa rasmi, ndo utaenda kwa Mwenyezi Mungu Baba. Basi lile shimo lilikuwa linafufa na harufu mbaya, na nzi warukao wakizunguka huko na huko kwenye mizoga ya maiti iliyokuwa imeozeana. Ile hali ilikuwa inatisha na kuogopesha sana. Mmoja kati ya wale vijana 5 hawakuweza kuvumilia ile harufu mbaya, na kichefuchefu kilimshika ghafla. Ghafla akaanza kutapikiana baada ya kuona maiti zilizoozeana na kutoa harufu mbaya zaidi ya choo.
Basi lile jitu baada ya kumwona yule kijana mmoja ametapika, akasema kwamba hii sehemu haitakiwi kuwa na matapishi yako. Aya, inama uzoe matapishi yako kwa mikono, na sio kuzoa tu, pasafishe hapa. Hautakiwi kuacha matapishi yako, yarudishe matapishi yako kinywani mwako. Yani huko ni roho mbaya na mateso ya kila aina, mateso ya ajabu. Yani mtu katapika alafu anaambiwa achukue matapishi yake ayarudishie mdomoni. Jamani, mimi mpaka nasimulia lakini naona kinyaa. Basi yule mmoja wa wale vijana alihisi kama ni utani hivi, yani ale matapishi yake, akajifanya kama kugoma. Yani hakuwa na utayari wa kuinama na kukusanya matapishi yake kwa mikono yake na kutia mdomoni. Ghafla alipigwa mjeledi wa kichwa na lile jitu la kutisha. Baada ya kupigwa aliumia sana, ile hali ilimpelekea kutoka damu puani. Lile jitu likamwambia, kijana, usilete mchezo, utafanya kama nilivyokuambia au utaendelea kubisha? Basi yule kijana hakuwa na lingine zaidi ya kukubali kula matapishi yake mwenyewe, huku akiwa analia kwa uchungu. Jamani, kumbuka hawa ni wale watu walioingizwa kwenye chama na kupewa utajiri, kupewa maisha mazuri, kupewa pesa, lakini hawakuweza kufuata masharti waliopewa kipindi walivyokuwa huko duniani. Na baada ya dakika kadhaa safari yao ikawa inaendelea, huku wakiwa wamefungwa minyororo miguuni na mikononi. Basi njiani walikutana na watu wengine ambao walikuwako huko tangu zamani. Kumbe swala la watu kushindwa masharti lilikuwa ni swala endelevu, yani sio kwamba swala la ajabu sana. Tangu hapo zamani kuna watu walikuwa wanashindwa masharti. Basi wakishindwa masharti wanapelekwa huko ili kuwa vibaraka wa mashetani. Wale watu waliokutana nao huko walikuwa ni watu wenye nywele nyingi sana kichwani zisizokuwa na mpangilio. Yani walikuwa na manywele ya hovyo, kwa sababu huko hapakuwa na muda wa kunyoa, hapakuwa na muda wa kuoga, hapakuwa na muda wa kufanya usafi. Yani kwa mfano mimi nikipelekwa huko sasa kutumikia hiko kifungo cha kishetani, sitooga, sitopiga mswaki, sitochana nywele, sitonyoa. Sasa jifikirie, nimeenda na miaka 25 alafu mpaka nije kufa na miaka 60. Kwa hivyo kwa miaka yote hiyo, sijui miaka 50, miaka 40, nitakuwa mchafu koga, yani sitooga. Mungu wangu. Ndio wale watu waliokutana nao huko, walikuwa ni watu waliochokeana, kukondeana, na watu ambao sijui nisemeje. Basi Bombwe alistaajabu baada ya kuona kati ya wale watu waliokuwa kule wakitumikia hiko kifungo cha hao watu wa jamii ya kishetani, aliweza kumuona mtu mmoja ambaye alikuwa ni mtu maarufu sana pindi alipokuwa duniani. Alifariki miaka 10 iliyopita, na huyo mtu alishazikwa miaka mingi iliyopita huko nyuma, miaka 10. Huyo mtu alikuwa ni mtu maarufu alivyokuwa huko duniani. Alishangaa sana, huyo mtu si alikufa, kumbe naye yupo huku. Inamaanisha kumbe naye huyo mtu alikuwa ni miongoni mwa wanachama wa hao watu wa jamii ya sirini. Alishindwa kufuata masharti. Mungu wangu. Basi kilichokuwa kiliendelea kule kwa wale watu wa jamii ya kishetani ni kufanya kazi ngumu za kuchakata dhahabu ambazo zilikuwa ni ghafi, na kisha zikisha kamilika zinatunzwa mahali ambapo kuna dhahabu nyingine nyingi sana. Kiufupi, ile jamii ya wale watu wa kishetani walikuwa na utajiri wa hali ya juu wa dhahabu kedekede, kwani dhahabu ni rasilimali ya kudumu kwa miaka na miaka, na ndio maana hata kule duniani hawa watu wana pesa sana. Wana pesa sana, yani, na wana utajiri ambao hauna kikomo. Bombwe kule aliwaona watuana wa kike na wa kiume. Kwa kuwa yeye alikuwa na ulimi, kwa sababu alisahaulika kukatwa ulimi. Kumbuka pale alipoingia kule, wale watu, ile mijitu miwili ikasemezana kwamba wamkate ulimi, lakini walisahau kumkata ulimi. Lakini wale watu wengine wote ambao kawakuta kule, wote akiwemo Frenki na huyo mtu ambaye alikuwa na umaarufu mkubwa aliyekufa miaka 10 iliyopita nyuma, wote walikatwa ulimi. Nini dhumuni la kukatwa ulimi? Kukatwa ulimi, dhumuni kuu ni kwamba ili wasiweze kuongea, cha kwanza, lakini si hivyo tu, mambo yao ya kiimani, imani yao huko wanajua wenyewe.
Basi ile sehemu hapakuwa na mwanga wa jua, yaani hauwezi kujua kama huu ni mchana au huu ni usiku. Nyakati zote palikuwa na giza totoro. Maisha ya kule yalikuwa ni maisha magumu sana, kwani hapakuwa na maji safi, sehemu nzuri ya kupumzikia, wala nguo za kuvaa. Yaani wale watu waliokuwa kule wote, uwe mwanamke uwe mwanaume, wote walikuwa ni uchi wa mnyama. Vyakula walivyokuwa wanalishwa, hata ukipewa wewe hutoweza kula. Vilikuwa ni vyakula vibaya sana, visivyokuwa na ladha ya aina yoyote, na hauwezi kujua hivi vyakula vimepikwa na nini, lakini walikula tu kutokana kwamba watafanyaje, watakula nini. Hii hali ilipelekea afya zao kudhoofika sana hawa watu. Basi kijana Bombwe alijuta kwa nini aliingia kwenye tamaa za mafanikio ya shoti katika mazile. Roho pia ilimuuma sana, kwani wazazi, jamaa, ndugu huko duniani wanajua kwamba amefariki, lakini kumbe bado yuko hai, anapitia wakati mgumu. Anajuta sana Bombwe. Bombwe alijaribu kupanga mipango ya kutoroka, lakini ilishindikana. Kwanza atatoroka, ataenda wapi? Na ataenda wapi wakati hajui yuko wapi? Na atatorokea wapi? Na siku zilivyozidi kwenda, Bombwe huko kwenye jamii huko ya watu wa kishetani, ambapo anatumikia kifungo chake baada ya kushindwa kukamilisha masharti ya kuleta damu ya mtoto mchanga, kijana Bombwe alizidi kuchakana, kuzidi kuwa mbaya, kwani hakuna maji ya kuoga, hakuna kunyoa nywele, hakuna chakula kizuri, wala hakuna nguo za kuvaa kama nilivyosema hapo awali. Lakini Bombwe alibahatika kupata nafasi ya kuonana na huyo mtu ambaye alikuwa ni mtu maarufu huko duniani, na alikufaga miaka 10 iliyopita nyuma. Basi huyo mtu baada ya kuonana naye, Bombwe alihitaji kuongea naye, lakini huyo mtu hakuweza kuzungumza kwa sababu kama nilivyosema, kule watu wanakata ulimi. Kwa hivyo huyo mtu hakuwa na ulimi. Wakati anazungumza na Bombwe, basi yule mtu maarufu aliyekufaga miaka 10 iliyopita nyuma alikuwa akiongea na Bombwe huku akimjibu kwa kuandika maneno chini, yani anaandika hivi chini anamjibu, kwa sababu hakuwa na uwezo wa kuongea. Bombwe alihitaji kujua kama anaweza kupata nafasi ya kutoroka na kurudi duniani. Bombwe akasema, "Samahani, naomba nisaidie kama kuna namna yoyote naweza kufanya ili nirudi duniani. Naamini wewe umekaa huku kwa muda mrefu sana. Naamini unajua vitu vingi. Naomba nisaidie. Nakuomba sana. Duniani nimeacha familia yangu. Duniani nimemwacha mama, baba, ndugu, jamaa. Nimeacha vitu vingi sana duniani, kana kwamba kama nikirudi nitaweza kusawazisha makosa yangu niliyoyafanya. Nakuomba nisaidie." Basi yule mtu alimjibu kwa kumwandikia chini. Alimjibu kwamba inawezekana kabisa, lakini njia ya kutoroka ipo, na njia ya kurudi duniani ipo moja tu, na hakuna njia nyingine. Hiyo njia yenyewe ni ya kawaida sana, lakini inahitaji moyo na utayari wa hali ya juu. Bombwe akazidi kujiuliza hiyo njia ni njia gani, na atatorokaje, na ataondokaje kule alipo. Mbona kama inamtia wasiwasi. Muda si mrefu wakaja wale mabwana wa kutisha ile mijitu na kuwatenganisha kati ya Bombwe na yule mtu aliyekuwa maarufu aliyekufa miaka 10 iliyopita nyuma, na kusitisha yale mazungumzo yao. Baada ya kutenganishwa, Bombwe hakuweza kujua ni njia gani sasa aweze kutumia ili aweze kurudi tena duniani na maisha mengine yaendelee kama hapo awali. Baada ya kutenganishwa na yule mtu, Bombwe roho ilimuuma sana, kwa sababu aliamini kwamba tayari ameshapata msaada, na ndio hivyo tena wametenganishwa, na kumpata tena ni bonge la issue. Hapo mpaka waje kuonana ni majaliwa. Ile mijitu iliwatenganisha Bombwe na yule mtu kwa sababu ulikuwa ni muda wa kufanya kazi. Wao wamejificha wanazungumza, na hawakutakiwa kabisa wakae kule wakizungumza hata kwa ishara. Walitakiwa kufanya kazi muda wote. Ama kweli bahati haikuwa kwa kijana Bombwe. Basi tukirudi huku duniani, ambapo tayari msiba wa Bombwe ulishafanyika, mazishi yake yalishakwisha kufanyika. Kumbuka Bombwe huku duniani alikuwa mtu mkubwa sana, yani ni msanii maarufu na mtu mwenye pesa, mwenye magari, mwenye utajiri, mwenye nyadhifa. Sasa baada ya kufa, wazazi wake walikuja kutoka huko waliko ili kudai mali za mtoto wao. Kilichowatokea hawakuamini kabisa. Kwanza wazazi wake waliambiwa na Mr. Kalma kuwa zile mali haziwahusu, yani zile mali haziwahusu kabisa. Kwa hiyo
wanatakiwa wakae mbali na zile mali. Lakini kama wazazi hawakutaka kuelewa kirahisi rahisi, itafaki kwamba wao wanajua mtoto wao kazitafuta zile mali kwa jasho. Sasa kwa nini leo waambiwe kwamba eti wakae mbali na mali za mtoto wao? Hapana, haiwezekani. Wasichokijua ni kwamba ule ulikuwa ni utajiri wa kishetani, na mali haramu huwa zinatumika kiharamu na huwa zinaisha pia kiharamu. Basi walikabidhiwa tu ili kuwaridhisha, lakini ukweli ni kwamba ule utajiri ulikuwa ni utajiri wa kwenda na kurudi. Yaani mtu ukifa, basi utajiri huwa unarudi kwenye ile jamii ya wale watu wa kishetani. Yaani kwa mfano, mimi msimulizi wako hapa Lee, sawa leo hii nikawa na utajiri wa kishetani, na miliki majumba, na miliki magari, na miliki viwanda. Nikisha kufa, unashangaa tu hivyo viwanda vinataifishwa, au unashangaa tu hilo gari limepata ajali huko limebondeka. Yaani unashangaa tu utajiri wote unaondoka kwa muda mfupi. Ndivyo ilivyokuwa. Baada ya wazazi wake Bumbwe kukabidhiwa zile mali za marehemu mtoto wao, taratibu zile mali zikaanza kutoweka. Zikaanza kutoweka kwa namna ambayo hata hawakuelewa kwamba zinatoweka vipi hizo mali. Nyumba, magari, sijui nini, vyote vikatoweka. Kama nilivyosema, hizi mali huwa zinatoweka kwa namna ambayo hata ujui zinatowekaje. Ikaanza nyumba. Katika nyumba walikuja watu wa benki na kusema kwamba ile nyumba ilikuwa ni nyumba ya mkopo na deni halikumalizika kama mkataba unavyosema. Kwa hivyo nyumba inatakiwa itaifishwe. Nyumba ilitaifishwa na ikaondoka. Baada ya wiki, ile gari alikuwa akitembelea Bumbwe, ile gari aina ya BMW, alipatiwa mtu aitoe kutoka huko da iende kule mkoani. Kwa bahati mbaya, njiani ile gari ikapata ajali. Na si tu kupata ajali, ile gari iliweza kuharibika nyanga. Kana kwamba gari haikuweza kutengenezeka tena. Kwa mantiki hiyo, gari nayo imepotea. Mbaya zaidi, yule dereva hata hakuumia. Yaani katika ajali dereva hakuumia. Kwa hivyo gari tu likapotea kimiujiza. Lakini si hivyo tu, kulikuwa kuna pesa benki. Zile pesa zilikuwa ni nyingi kidogo, lakini huwezi amini, ndani ya mwezi mmoja tu zile pesa zilikokwenda hata hazijulikani zilienda wapi. Kwa hiyo baada ya hapo hakuna utajiri wa aina yoyote uliobaki mikononi mwa wazazi wake marehemu Bumbwe. Ndani ya siku 90, yani miezi mitatu, mali zote ziliweza kupotea kimiujiza. Mungu wangu, utajiri ni dhahiri kabisa ulirudi huko ulikotoka. Utajiri ulirudi kwenye ile jamii ya watu wa kishetani. Ndugu msikilizaji, mali za kishetani huwezi kuzimiliki kama wewe si mtu wa ile jamii. Ama kweli ya Ngoswe, basi muachie Ngoswe jamani. Na mshahara wa dhambi ni mauti. Duniani hakuna kitu chochote cha Bumbwe kilichobaki. Na kumbuka, Bumbwe hakuwa hata na mtoto, kwa hiyo hakuacha urithi wa aina yeyote yule. Basi ndugu msikilizaji, tukirudi kule kwenye ngome ya kimiujiza ya wale watu wa kishetani, ile ngome ambayo Bumbwe huko ndo anapata mateso na kutumikia adhabu ya kwa nini hakuweza kukamilisha kuileta kafara ya damu ya mtoto mchanga. Basi baada ya siku nyingi kupita, akabahatika kukutana na rafiki yake Frankie, yule aliyekuwa meneja wake pindi walipokuwa huko duniani, yule aliyempeleka kwenye hiyo jamii ili aweze kupata utajiri. Kumbuka, na yeye Frankie alikuwa ni mmoja kati ya wale wanachama wa ile jamii ya kishetani. Lakini Frankie kwa muda huu alikuwa tayari amekatwa ulimi, kwa hivyo hakuwa na uwezo wa kuzungumza, ila Bumbwe alimuomba amwandikie chini kama kumjibu pindi akimuuliza jambo. Bumbwe alimuuliza, yamemkuta yapi mpaka na yeye kaletwa huku? Je, yeye alipewa masharti gani na hakuweza kuyatimiza? Kwa sababu masharti aliyopewa Bumbwe ni masharti ya kutafuta damu ya mtoto mchanga wa kiume ambaye kazaliwa hakumaliza siku 7, amuue, amkamue damu aipeleke kule iwe ndo kama kafara. Je, na yeye Frank alipewa masharti gani mpaka akashindwa kuyatimiza yakamkuta haya yaliyomkuta? Basi Frankie akamwandikia chini na akamjibu kwamba yeye aliambiwa hivi, achague moja kati ya haya mawili: amwage damu ya mama yake mzazi au abadili kutoka wanaume rijali mpaka kuwa shoga. Yaani aanze kufanya mambo yote ya kishoga.
Yaani kapewa masharti mawili kwamba amuue mamake mzazi, aipeleke damu ya mamake mzazi huko kwenye jamii asirini ndo kama kafara, au awe shoga. Kwa hivyo nia na lengo ni kuendeleza kutangaza sera za kishetani huko duniani. Lakini Frank hakuweza kufanya lolote, hakuweza kumuua mamake na hakuweza kukubali kuwa shoga, na ndio maana na yeye ameletwa huku kutumikia hiko kifungo. Na kule duniani pia Frank anaonekana amefariki kama ilivyokuwa kwa Bombwe. Ndugu msikilizaji, muda si mrefu wakati Bombwe akizungumza na Frank, baragumu likalia. Na baragumu likilia ni ishara kwamba kuna watu wamekufa, wanatakiwa kwenda kutupwa kule kwenye lile shimo ambalo maiti zote huwa zinatupwa humo. Basi baada ya baragumu kulia, kazi zilisimama na wote walitakiwa kusimama na hizo maiti zilizokufa ili ziweze kukusanywa, zibebwe, zikatupwe. Vijakazi wote walifanya hivyo. Bahati nzuri maiti mmoja wapo haikuwa mbali na pale alipokuwa Bombwe pamoja na Frank. Kwa hivyo wakati ile maiti inabebwa, walikuwa wamebahatika kuiona ya kwamba huyo mtu aliyekufa ni nani. Mungu wangu, Bombwe hakuamini macho yake. Hakuamini macho yake baada ya kuona kwamba ile maiti ni maiti ya yule msanii, yule mtu maarufu aliyesadikika kufa miaka 10 iliyopita nyuma. Yule ambaye aliyemwambia kwamba kuna njia moja tu ya kuweza kutoroka kule. Ndio huyo leo amekufa. Sasa Bombwe atawezaje kutoka? Kwa sababu alikuwa anategemea akutane na huyo mtu siku nyingine, basi aweze kumwambia, bwana, hebu fanya hivi na hivi utaweza kutoka. Fanya hivi na hivi utaweza kutoka, lakini huyo mtu ndio leo kafa. Matumaini ya kurudi tena duniani kwa kijana Bombwe yalirudi kuwa sifuri. Na inavyoonyesha anayejua hiyo njia ya kurudi huko duniani ni huyo mtu mmoja tu, na ndiyo huyo amefariki dunia. Kijana Bombwe, uwezi amini, alilia sana zaidi ya sana. Alilia kwa kutapatapa na kukosa matumaini ya kurudi tena duniani, ambapo huko duniani wanaamini amekufa, lakini kwa uhalisia hakufa, ni mzima tu, amechukuliwa kimazingara. Basi alichoamua Bombwe ni kufanya toba kwa Mungu wake. Aliomba dua zake kwa muda wa siku 14 mfululizo, yani wiki 2. Aliomba Mungu amsamehe madhambi yake yote na kumrehemu, kwani yeye ni binadamu mkosefu. Siku ya 14 wakati anamalizia kuomba sala zake, Bombwe hakuamini baada ya kuona ghafla ametokea ndani ya kanisa akiwa yuko mtupu, uchi wa mnyama. Kanisa ambalo walikuwa wakifanya maombi kwa muda huo. Waumini wa mle ndani baada ya kuona mtu katokea ghafla tu pale mbele, mtu aliyekuwa uchi wa mnyama, mtu aliyekuwa na manywele mwili mzima, mtu aliyefubaa, mtu asiyeeleweka katokea wapi, waumini hacha watimue mbio jamani. Waumini wakatimua mbio kwa woga jamani. Mchungaji wa lile kanisa alionekana kuwa ni mtu mwenye imani ya kweli kweli. Sio hizi imani zetu za mchongo za kitapeli, za kutapeli watu pesa zao, hapana. Bombwe alijisikia aibu sana na kuanza kujikunyata, lakini pia hakuamini kama ametokea tena duniani. Mchungaji alichukua kitambaa kimoja wapo kilichopo mle kanisani na kuweza kumfunika mwilini pale Bombwe alipo na kumstiri, kwa sababu alikuwa ni uchi wa mnyama. Baada ya kumstiri kijana Bombwe, kijana aliyekuwa tajiri mkubwa sana duniani kwa nyakati hizo, kijana aliyekuwa na nyadhifa na pesa nyingi. Basi baada ya muda mfupi Bombwe alianza kusimulia mkasa wake, yani yote aliyomkuta mpaka kufika pale. Kiufupi, mkono wa Mungu una nguvu sana, kwani bila imani na dua alizoomba Bombwe kule alipokuwa kwenye ile jamii ya wale watu asirini akitumikia kifungo chake, asingaliweza kufanikiwa kurudi toka huko aliko mpaka kufika tena duniani. Ndugu msikilizaji, ama kweli Mungu anaweza, Mungu anasamehe, haijalishi ulikuwa na madhambi kiasi gani. Mrudie Mungu wako, hata wewe nakusihi, omba toba ya kweli, Mungu atakupokea tena na atatenda miujiza dhidi yako. Na muda sahihi wa kumwomba Mungu ni muda huu ambao bado uko duniani. Ukisha kufa hapata kuona nafasi tena ya kuomba toba.
Basi mimi sina la ziada, namaliza simulizi na mkasa huu ambao ulikuwa ni mkasa wenye viashiria vya ukweli kabisa, mkasa unaoitwa Mlango wa Sirini wa kijana Bombwe. Naam, basi tukutane kwenye simulizi zingine. Niite kama Lee. Basi kama haukusubscribe, bonyeza hapo chini kwenye kitufe kilichoandikwa subscribe, kana kwamba nitakapoweka stories zingine basi utakuwa wa kwanza kupata notification, hata kama haukuwa online. Ukiweka tu bando pale utaona juu story mpya, basi utaweza kuendelea. Pia unaweza kutufollow kwenye kurasa zetu nyingine huko, kama kwenye TikTok kule unaweza kutufollow, nenda kwenye Instagram unaweza kutufollow, Facebook kule nenda ka like na kutufollow. Naam, asante. Tukutane katika stories zingine zijazo.